Bwana, mwezi wa tano umekuwa ni mwezi bora na wenye furaha kwelikweli kwa upande wetu sisi wana michezo, kwa sababu kuna michezo mingi sana ambayo imeshapigwa na kuna mingine ambayo inatarajia kufanyika. Na ninavyozungumza michezo, sio tu michezo ya kawaida, ni michezo yenye uzito kweli kweli. Hapa juzi kati tulishuhudia dabi ya Kariakoo, lakini hivi sasa tunaelekea kwenye El Clasico, mchezo ambao unawakutanisha miamba kutoka pale katika ligi ya La Liga. Hapa nawazungumzia klabu ya FC Barcelona dhidi ya Real Madrid. Mchezo huu unatarajia kufanyika siku ya tarehe 10 mwezi huu wa tano, na maanisha siku ya Jumapili tu. Zimebaki siku chache kuelekea kwenye mchezo huo. Sasa Maunga Junior niko hapa kuja kukuletea rekodi fupi ya mechi mbalimbali ambazo ziliweza kufanyika kwenye mchezo wa El Clasico na matokeo yake yalikuwaje. Lakini kiufupi tu nikwambie kwamba katika michezo mbalimbali ambayo iliweza kuchezwa kwa hivi sasa, watu wanaweza kuisema kama El Clasico imepoteza ile ladha ambayo watu walikuwa wanahitaji, kutokana na mwenendo ulikuwepo kwamba mechi nyingi sana huwa wanashinda klabu ya Barcelona. Sasa kuelekea siku ya tarehe 10, unafikiri timu gani inaweza kuondoka na alama tatu, ama klabu ya Real Madrid itaweza kuvunja uteja? Hayo yote tusubiri siku sika ifike. Sasa ngoja nikupitishe kwenye rekodi mbalimbali ambazo zilizowahi kutokea kwenye mechi mbalimbali za mchezo ya El Clasico. Sasa ngoja nikupitishe kwenye mechi zao 7 za mwisho. Matokeo yalikuwaje? Nani ni mbabe? Nani aliondoka kinyonge katika mechi hizo? Siku ya tarehe 11 mwezi wa kwanza mwaka 2026, nazungumzia mwaka huu, kwenye mashindano ya Super Copa. Katika mchezo huu Barcelona akiwa mwenyeji aliweza kumpasua Real Madrid mabao 3-2, lakini tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2025 Real Madrid huyo akaondoka na ushindi wa mabao 2-1. Lakini tarehe 11 mwezi wa 5 FC Barcelona dhidi ya Real Madrid, Barcelona akiwa katika uwanja wake wa nyumbani aliweza kumpasua Real Madrid mabao 4-3. Tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2025 kwa mara nyingine tena klabu ya Barcelona ikaondoka na ushindi wa mabao 3-2. Lakini pia tarehe 12 mwezi wa kwanza mwaka 2025 klabu ya Barcelona pia ikaondoka na ushindi wa mabao 5-2. Kwa mechi ya 6 ambayo ilifanyika siku ya tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2024, Real Madrid aliweza kupasuka mabao 4-0. Hiki kilikuwa ni kipigo kikubwa kweli kweli. Lakini pia mchezo wa 7 ulipigwa tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2024. Mchezo huu FC Barcelona aliondoka na ushindi wa mabao 2-1. Kwa hiyo unaweza kuona katika mechi 7 za mwisho ambazo zimeweza kucheza, klabu ya FC Barcelona imeweza kuondoka na ushindi katika mechi 6, lakini huku klabu ya Real Madrid ikiondoka na ushindi katika mchezo mmoja pekee. Hii inaonyesha picha kabisa kwamba klabu ya Real Madrid ni underdog katika michezo ya El Clasico, kwa sababu yeye amechapika mechi nyingi kuliko ambavyo ameweza kushinda mpinzani wake ambaye ni Barcelona. Na ndio kwa maana watu wengine wanazungumza kwamba kama huu mchezo impoteza ladha kutokana na mwenendo uliokuwepo. Hii ingekuwa kibongobongo ingekuwa hatari bwana. Kama unavyoweza kuona watu wengi Simba amekuwa underdog kwa upande wa Yanga, mechi impoteza mvuto, mechi mkofanya, lakini ninapokuja neno dabi tu mchezo unakuwa unabadilika, yani lolote lile linaweza kutokea. Mtu ambaye amejipanga ndo ambaye ataondoka na alama 3. Na nikwambie tu katika mchezo huu ambao utafanyika siku ya tarehe 10 mwezi wa 5 siku ya Jumapili, klabu ya Barcelona yuko katika dimba lake la nyumbani, na maanisha Camp Nou. Mchezo huu ndo ambao utafanyika na itapigwa majira ya saa 4 usiku kweli kweli. Kubwa niendelee kukushauri, kama bado hujakuwa mwanafamilia wetu, basi subscribe na tembelea kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ili uweze kufahamu mambo mbalimbali kutokea hapa Dost Media. Bye bye, tukutane katika wakati mwingine.